Na mtazamaji, imekuwa ni tejamala kuungana nawe tena katika habari za kimataifa. Langu jina ni Samson Kesi. Rais Donald Trump amesema Marekani inatarajia hivi karibuni kukubaliana na Ukraine ili kutia saini mkataba wa madini na maliasili. Trump amesema pia kwamba juhudi za kufikia makubaliano ya amani katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine zimefikia katika hatua nzuri baada ya kufanya mazungumzo wiki hii na marais Vladimir Putin wa Urusi na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Makubaliano haya yanakuja ikiwa ni siku chache zimepita baada ya juzi Jumanne rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Donald Trump, ambapo Trump alimwarifu juu ya mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin. Haya yanajiri wakati hapo jana viongozi wa mataifa ya Ulaya wakikubaliana kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi kwa kutenga euro bilioni 800 ifikapo mwaka 2030. Pia wamefikiana kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili iendelee kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Hata hivyo, licha ya makubaliano ya kusitisha mashambulizi ya Urusi kwa muda wa siku 30, bado mapigano yamekuwa yakiendelea, ambapo Urusi jana imefanya mashambulizi mengine ya anga dhidi ya miundombinu ya Ukraine, na Rais Zelensky amesisitiza kuwa Marekani inapaswa kuwa na jukumu kubwa katika usimamizi wa makubaliano hayo, hasa katika maeneo ya nishati. Hali ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati inazidi kuwa finyu kutokana na mzozo unaozidi kuongezeka kati ya Israel na Hamas baada ya kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina kufyatua makombora kuelekea Israel kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili. Mashambulizi ya Hamas yanatokea huku Israel ikizidisha pia mashambulizi yake ya ardhini na ya angani katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayodhibitiwa na Hamas, mashambulizi ya hivi punde ya Israel yamewaua Wapalestina 85 na kujeruhi wengine zaidi ya 130, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Mbali na mapigano hayo, hali ya kibinadamu ni mbaya mno huko Gaza, ambapo inaarifiwa kuwa bei za bidhaa muhimu zimepanda maradufu, ambapo shirika la habari la Palestina Wafa limesema kuwa sasa kilo moja ya sukari huko Gaza inauzwa $10 za Kimarekani. Hapo jana, kundi la Hamas limeatolea wito wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu kuchukua hatua za kukomesha kile ilichokitaja kuwa mauaji ya kimbari huko Gaza. Mnamo siku ya Jumatano, jeshi la Israel liliwataka watu wa Gaza kuondoka kwenye maeneo ambayo liliyaita ni maeneo ya mapigano kaskazini na kusini mwa ardhi ya Palestina baada ya jeshi kuanza tena mashambulizi ya anga kufuatia kuvurugika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Msemaji wa jeshi la Israel Avichai Andrei alitoa amri hiyo ya kuhama kwa watu wa Beit Hanun, Kirbet Hunza na Absan al-Jadida, akionya kwamba maeneo hayo ni maeneo hatari ya mapigano na kuwataka wakazi wa maeneo hayo kuhamia magharibi mwa jiji la Gaza na Khan Yunus kwa ajili ya usalama wao. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali nchini Uturuki wakitaka kuachiwa huru kwa kiongozi mkuu wa upinzani na meya wa mji wa Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Meya huyo anatazamiwa kuwa mpinzani mkuu wa Rais Tayyip Erdogan katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2028. Vurugu pia zilishuhudiwa kwenye maandamano hayo katika miji ya Istanbul, Ankara, Izmir na Eskişehir, ambapo polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji wenye hasira. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki, Ali Yerkalaya, ametangaza kuwa maafisa 6 wa kipolisi wamejeruhiwa huko Istanbul, ambapo maandamano yalikuwa yamepigwa marufuku na gavana wa jimbo hilo. Kumekuwa na vuguvugu la vyama mbalimbali vya upinzani nchini Uturuki, ambapo mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu kiongozi wa Wakurdi wanaopigania taifa lao kutoka Uturuki, Abdullah Öcalan, alitaka chama chake cha Kurdistan Workers PKK kuweka silaha chini na kujivunja kama sehemu ya kukomesha miaka 40 ya mapigano dhidi ya Ankara. Chama cha PKK kilianza mapambano yake dhidi ya Uturuki tangu mwaka 1984 kwa lengo la kuanzisha dola lao kusini mashariki mwa nchi hiyo. Mzozo kati ya wapiganaji wa PKK na serikali ya Uturuki ulikuja kuvuka mipaka na kuingia hadi Syria na Iraq na kusababisha vifo vya maelfu ya watu. Öcalan aliyekuja kukamatwa mwaka 1999 akiwa nchini Kenya baada ya kufukuzwa Syria mwaka 1998, amekuwa akitumikia kifungo cha maisha katika kisiwa cha Imral tangu wakati huo. Ingawa Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki hajawahi kuzungumzia moja kwa moja juhudi za mapatano na kiongozi huyo wa Wakurdi, lakini mnamo mwezi wa Oktoba mwaka jana, mmoja wa washirika wake alisema Öcalan angeachiliwa huru ikiwa angekubali kukivunja chama chake na kuweka silaha chini. Idara ya polisi nchini Cameroon imewaachilia huru raia 13 wa Madagascar na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
walikuwa wakishikiliwa mateka kwa miezi kadhaa na walanguzi wa binadamu katika kesi ya kwanza inayohusisha raia wa kigeni kutokana na aina hii ya utapeli ambayo imezoeleka nchini humo. Maafisa katika mji mkuu wa Yaounde waliokamata pia washukiwa watatu wanaotuhumiwa kuwashawishi wanawake hao 4 na wanaume 9 kwenda Cameroon baada ya kuwapa ahadi za uongo za ajira katika sekta za afya, uhandisi na hata uchumi. Luteni Kanali Georges Parfait Nana aliyesimamia kikosi kilichofanikisha zoezi hilo amesema mara baada ya kukamatwa, walanguzi walikuwa wakiwalazimisha waathiriwa kupiga simu kwa familia zao na kudai pesa huku wakiishi katika mazingira magumu. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa. Ulikuwa nami Samson Kesi. Nikutakie usiku mwema, alamsiki.